Tuanze na mzee mmoja ambaye anaitwa Munyao. Kwa uwepo wako nabii, huyu mzee ambaye anaitwa Munyao ametoka maili 7. Na leo asubuhi tulipokuwa tunazungumza na Munyao, nimemhurumia sana, kwa sababu nabii amehubiria hiyo kitu. Sijamueleza nabii, lakini amehubiri kuihusu. Walikuja kama kundi, wakachagua Munyao wasaidiwe. Lakini kwa huzuni sana, siku ya leo wakati Munyao wameeleza watu wa stage yake wamlete, wamekataa wote kumleta kwa sababu hawakutaka asaidike. Asante. Munyao ameletwa na jamaa mmoja, na pia kuna mtoto wake ako hapa, naomba wakuje. Mtu yote mwenye ameleta Munyao naomba akuje. Mtoto wa Munyao naomba akuje. Huyu mzee analia, huyu ndiye amemleta, analia machozi, anasema ameumwa sana kuona vile huyu mzee ameteseka na watu wataki kumsupport apewe pikipiki. Hiyo ndiyo roho iko Njiro, mmoja akionekana anasaidiwa, wengine wanasikia wivu. Which is hiyo ni vibaya, sio vibaya, ni vibaya. Asante. Huyu mzee anaitwa Munyao. Asante. Huyu mzee anaitwa Munyao, ako na umri wa miaka 66. 66 years. Huyu mzee aliretire kutoka ile kampuni alikuwa anafanya tangu 2014. Na hakuwa na mwelekeo akiretire. So ikabidi aelekee kwa pikipiki. Kutoka 2014 mpaka siku ya leo anaendeshaga pikipiki. Na kutoka hiyo miaka ambayo ni 10 na kitu tangu aanze kuendesha pikipiki, hajaweza kujinunulia pikipiki. Kwa hivyo siku ya leo anaposimama hapa, ana ushahidi ya kuwa Mungu hukumbuka mtu. Na kabla Mungu akufikie, anafikiaga mtu mwingine ambaye ni nabii Daktari Victor Kanyare. Leo ni siku ya furaha kwa sababu hata sisi wenyewe tukilelewa hatukuwa na mtu ambaye angetushika mkono. Hatukuwa na mtu kama nabii ambaye angekwambia kujia pikipiki na usiwe unaniletea hata shilingi, enda ukasaidie familia yako. Lakini siku ya leo huyu mzee anaitwa Munyao. Nimesikia vijana wa Shiranga wakisema, wakati nilijaribu kuwaeleza huyu mzee, wakaniambia tunamjua. Huyu mzee pikipiki anafanyaga nao sio yake. Na kuna wakati tunakutanaga naye akiisukuma ikiwa imeisha mafuta. Siku ya leo nabii anampatia pikipiki si ya mafuta, anampatia pikipiki. Tuko na historia kubwa sana huyu mzee. Na wakati mnaangalia macho ya huyu mzee, sijui kama cameraman ataiona, ni ile mambo huyu mzee amepitia. Na kabla afike kumtafuta nabii, huyu mzee hakuamini. Hata alipoomba nabii amsaidie na pikipiki, huyu mzee aliishi kunipigia kila siku kuconfirm yenye nabii anasema ni ukweli. Kwa sababu kwa umri wake wa miaka 66 hajapatana na kiumbe mwingine akamwambia mzee pumzika.
na kupumzisha mzigo wa kuweka pikipiki mafuta, kulipa pikipiki ya wenyewe. Kuanzia leo mzee Monyao analipa pikipiki yake. Asante kwa nabii Daktari Victor Kanyare. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. Kama sio Mungu singekuwa vile nilivyo. Ninamshukuru Mungu sababu aliniokoa. Mimi ni mtoto wake. Amen. Na akanipatia kibali. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi naitwa Pastor Steven Munyao, na Mungu anaweza. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu kwa sababu ya tangu niwe na hiyo pikipiki ya mwenyewe. Nimeteseka yenyewe. Sababu napata pesa nalipa mwenyewe kila siku. Na wakati mwingine kuna kuanga kumekauka. Sasa nashindwa. Familia inataka chakula. Huyu anataka pesa na inabidi nimpatie. Sababu nisipompatia atachukua pikipiki yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Nimejaribu kuomba ili niwe na pikipiki yangu. Hata ikiwezekana huyu aniuzie. Imeshindikana. Lakini Mungu anajibu maombi ya watu wake. Amen. Amen. Sio lazima yule unaomba atakupatia, lakini Mungu atagusa mtu pahali akusaidie. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo. Yaani vile unaona sio vile Mungu anaona. Mungu anaona kimungu, lakini wewe unaona na hii macho. Sababu Mungu ni roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu pahali nimefika. Wenyewe ninaumia sababu ya kulipa hii pikipiki ya mwenyewe. Sababu kuna huyu ndugu yangu, huyu ninampenda sana. Huyu ni rafiki yangu mkubwa sana kwa hiyo stage tunafanyia. Yeye wakati nilifika kwa hiyo stage, roho yangu ilipenda tu huyu. Niliona huyu ndiye ananipenda. Wale wengine hapana. Hata siku ya leo hawajafika hapa wote kwa sababu ya wivu. Walisikia naenda kupata pikipiki na wakaniambia hawatakuja. Kwa hivyo huyo rafiki yangu ndiye amekuja peke yake. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu kwa nabii wetu kwa sababu siku ilifika na Mungu akajibu maombi yangu. Amen. Bali nilikuwa nategea naona naweza pata msaada palifail. Lakini on Wednesday tulikuwa wengi pamoja na huyu ndugu. Tulikuwa tunataka tujengewe vibanda kama zile za Shiranga. Sababu najua iko kwa process. Tutajengewa kupitia kwa prophet nabii. Kwa hivyo hiyo Wednesday wakati tulipokuja ndio nilionana na nabii macho kwa macho. Nilikuwa namuona kwa simu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo wowote. Ukiona kimeumana, endelea kuwa na imani na Mungu atakufungulia njia. Ukiona kimefungana na umefika kwa ukuta, hapo kwa ukuta Mungu atafungua mlango hapo na utapita na Mungu atakubariki. Asante mzee Kalia, tuone kama unajua kuendesha stima. Unajua kuendesha stima? Utajifunza. My daddy, onanigeda kutia, my father, I love you my daddy, Lodi Gaga, Goreno ya kwewitaga, Lodi Wapawa, Oya ya kuyana, Unyumuvenya, Onagia kwewitagani, Oya Waga, Amen. Mwanao shokerera Indira duganga siakushimanara Utamuro petia mogo ikoroya Ungona ukoshi rogo shokerera Umimerete ya bedi nyamude Metano de honga unene
Sasa mzee, utaenda nayo paki huko nyuma, sasa ni yako. Amen. Tumpigie nabii makofi mazuri. Ibada ikiisha tutakupeleka mpaka Shiranga. Enda na msichana wako. Amen.